Bariki. Nataka tuombe kwa sababu ya neno. Wacha tuombe. Mfalme mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Umefika wakati wa injili na tunakushukuru kwa sababu ya kutupenda. Mfalme mwaminifu, tuomba uwe nasi katika ibada hii tunapoendelea, ukatuongoze na ukatulinde. Tunaposikiliza neno lako takatifu, mfalme mtakatifu, tuomba uwe nasi tunapoanza mpaka kumaliza ibada hii ya leo, kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Sema amen. So nataka some neno la Bwana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 14. Matendo ya Mitume 16 verse 14. Hapo ndipo Biblia tutasoma siku ya leo, na Bwana wa upendo akatubariki. In the book of Acts 16 verse 14. Haya, unaweza tupoeshea hiyo instrumento kidogo? Na tunaposoma maandiko haya katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 verse 14, Biblia inasema hivi. 16 verse 14. Biblia inasema hivi: mmoja ya wale wanawake waliotusikiliza aliitwa Redia, mfanya biashara wa nguo za barau, mwenyeji wa mji wa Thiatira, aliyekuwa mcha Mungu. Bwana akaufungua moyo wake, akaupokea ujumbe wa Paul. Basi ilipokwisha kubatizwa yeye na watu wa nyumba yake, alitukaribisha nyumbani kwake, akisema, kama mmeona kweli mimi nimemwamini Bwana, karibu mkae nyumbani mwangu. Naye akatushawishi. Praise the Lord. Leo nataka kuzungumzia watu ambao wanafanya biashara, kwa sababu katika nyumba hii wafanyi biashara ndio wengi. Praise the Lord. Na kwa hivyo wafanyi biashara wakiwa wengi katika nyumba hii ama katika nchi yetu ya Kenya, kuna maneno ambayo inaweza kuwapatia nguvu. Praise the Lord. Na kwa hivyo huyu ni mama moja katika Biblia, na Mungu unaweza shughulikia hiyo jambo ya nje, sababu wewe una namba za contact za hawa watu. Ni huko juu. Yes, mshughulikie hiyo maneno. Hata serikali iko. Hatustahili kusikia kelele huko. Serikali iko, na ikiwa hamjui namba zake, niweka microphone kwanza nishughulikie hiyo jambo. Praise the Lord. Kwa hivyo ni Redia alikuwa mwana biashara ambaye alikuwa anauza, mfanyi biashara wa nguo za rangi za zambarau, na alikuwa mwaminifu. Praise the Lord. Alikuwa mtu mwaminifu. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri sana watu wa Mungu, mama ambaye amefungua kazi yake, mzee ambaye amefungua kazi yake, mtu ambaye ni mfanyi biashara ambaye anafanya biashara yake, awe mtu mwaminifu kwa Mungu kama Redia. Praise the Lord. Na kwa hivyo wote ambao wako pale, mnastahili kukaribisha watu wa Mungu kwa ibada zenu, hata kwa biashara zenu. Haleluya. Patia Yesu makofi mazuri.
Hallelujah. Praise the Lord. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Lydia alikuwa anafanya biashara na kwa nguo za zambarau, na alikuwa mfanyi biashara kabisa. Simiu, enda unifungulia ile radio kabisa, uweke mwisho. Hallelujah. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Lydia alifanya biashara yake kwa nguo zake na rangi zake, na alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Sema amen. Abia huyo mwingine, unaweza kuwa mwaminifu hata ikiwa unafanya biashara. Unaweza kuwa mwaminifu, haleluya, kwa chochote ambacho unafanya. Kuna mtu mwingine katika Biblia alikuwa anaitwa Abraham. Sema Abraham. Biblia inasema ya kwamba alikuwa tajiri sana kwa mifugo na kwa fedha na kwa dhahabu. Mungu alimbariki Abraham kwa sababu ya imani yake na uaminifu wake kwa Bwana. Haleluya. Kwa hivyo kila kinafanya kazi ama biashara ambazo tunafanya zikafaulu ni kwa sababu ya Mungu peke yake. Sema haleluya. Na kwa hivyo ni vizuri kumkaribisha Mungu unapoanza kazi ambayo unafanya. Hata wakati kama huu nalea watoto. Watoto wangu wote nimewalelea hapa. Na karibu sasa watatu wanamaliza shule. Wa mwisho wa form 4 wanamaliza this year. Hata ingalau kuna kadogo kako pale. Wote hao watatu kwa sababu ya kumtegemea Bwana na kuja hapa, hakuna wakati walifukuzwa shule ati kwa sababu kumekosekana karo ya shule. Praise the Lord. Kwa hivyo sasa kusema nini? Ni vizuri kumkaribisha Bwana na kufanya kazi zako, biashara zako zote, unapolea watoto wako, Mungu awe pale ndani ili ukafaulu kwa kila jambo. Sema haleluya. Kwa hivyo utajiri huu ambao ulikuwa na Abraham, utajiri huu wa mifugo na fedha na dhahabu, Biblia inasema in the book of Mwanzo 13 mstari wa 2, Biblia inasema Mungu alimbariki Abraham kwa sababu ya imani yake na uaminifu wake. Haleluya. Kwa hivyo uaminifu wako, kupelekana na wewe na Bwana, kuwa mwaminifu hata kwa kanisa, hata uwe mwaminifu kwa nchi. Haleluya. Unajua saa hii watu wamekuwa watu wabaya. Imagine mtu anamesa akakupatia banki umbebe, ushikwe, ufungwe maisha ama unyongwe. Niliona hiyo story kwa hizi vitu ya online. Nikaona mama mmoja alikuwa anaenda kibarua mahali. Yule mama akaenda, kumbe alibadilishiwa bagi yake pale. Bagi ile alipewa ilikuwa na hiyo vitu ya hiyo bangi. Kufika pale akashikwa. Sasa kinyongo yake ilikuwa sijui ni ya lini. Unakuta kwamba ni kwa sababu gani? Kwa sababu wale watu tunaishi nao, wale watu tunaishi na watu ambao ni wazuri, na kuna wengine wanakaa kama wanyama. Na kwa sababu hatujui huyu ni mnyama ama huyu ni mtu mzuri, unapopewa kitu bebe mtu achana nayo. Kwa sababu nyinyi hamtaki kuasirisha mtu, sasa ni wakati wa kukasirisha. Haleluya. Sababu unaweza ukabeba mzigo ukute ni bagi. Kijana mwingine alitoka kanisa hapa sababu ameona mama tajiri. Wakati aliona huyu mama tajiri, wakaanza kukaa na yeye. Alikuwa anaenda na ndege Mombasa. Lakini siku moja aliambiwa atafute gari. Mama huyu akamlipia. Akamwambia wewe enda tukutane Nairobi mahali fulani. Hakujua ya kwamba gari ilikuwa na madawa. Kijana kufika sijui wapi, gari askari wakasimamisha. Kuangalia ndani ina gunia mzima.
ya hiyo maneno. Yeye ameacha Mungu akutane na mama aolewe wapate mali, lakini mpaka wa leo wako ndani. Praise the Lord. Ni kwa sababu hakumgojea Bwana. Aliona mama anaendesha gari kubwa kubwa, lakini hajui mali imetoka wapi. Praise the Lord. Haya mambo tunasoma katika Biblia. Abraham alikuwa tajiri kwa mifugo. Hii ni baraka ambayo alipewa na Bwana. Hakuuza bagi, hakuuza tanga. Haleluya. Ni kazi alifanya na mikono yake, Mungu akambariki. Sema haleluya. Kwa hivyo sikilizeni na msikilize vizuri. Unapoondokea Mungu kama vile Kaini alimuondokea Mungu, wacha nikwambie, mahali utaanguka ni mahali pabaya. Sema haleluya. Kwa hivyo unapofanya biashara, afadhali biashara kadogo ambayo kana peace kuliko kibiashara kikubwa ambayo umedanganya watu wengi na kuuza pombe na dawa za kulevya. Utafungwa na utanyongwa. Kwa hivyo jihadharini na mambo haya. Hii mizigo ambayo watu wanasaidia watu sababu wasiwachukie, ate nibebea hii, niwekea hii kama mzigo, inaweza kuwa na buduki. Hii tu mizigo mnaachiwa nyinyi waomba kwa soko. Chugeni kutoka sasa. Mtu anapokuambia acha hapa kanisani, nilisema mtu akija hapa aseme niwekee mzigo hapa kanisani, umwambie hapana. Na ukichukua hiyo mzigo na yule ameleta, mtafungwa maisha, mtanyongwa peke yenu. Hallelujah. Praise the Lord. Sababu nimekupatia warning. Msiwe kila mtu sababu ni rafiki. Hallelujah. Nikapeana warning. Nikasema ya kwamba usiwe unakopesha watu wa kanisa, hata ikiwa ni mimi usinikopeshe pesa zako, sitaki. Hata ikiwa ni kiongozi wa hapa usimpatie pesa zako. Saa hii kuna watu wanalia, nilipeana 10,000, nilipeana 5,000, hata kaji kanisa wakuji na wengine ni wazee. Kanisa haina shida, ni wewe una shida. Sababu weki mali yako pahali pazuri. Kila kitu kiambiwa leta, unaleta. Praise the Lord. So lazima muwe careful. Mufanye biashara, fanya kazi mama kama Redia. Praise the Lord. Mufanye biashara baba, fanya biashara kama Abraham alikuwa tajiri na mifugo na fedha. Hii utajiri wa haraka hakuna mahali tutakupeleka. Kama ningekuwa nahitaji utajiri wa kujenga hii nyumba, kama ningeangalia mahali pengine, hii nyumba ingekuwa imemalizika. Ghorofa 8 bila fundraising. Praise the Lord. Lakini nikasema wacha niende na wakati wa Mungu. Hallelujah. Kuna watu walikimbia sana hata kwa uhubiri. Siku ya leo huwezi ukawaona. Na mnajua historia hata ya Elia. Kuna watu walikuwa na nguvu sana, na wakahubiri sana, na wakaenda sana wakatafute pesa, lakini huwezi waona. Praise the Lord. Kuna watu wengi sana, hata saa hii tunazungumza hapa, kuna watu wengi sana ambao mlianza biashara nao, wengine wakafungwa, na wewe uko hapa. Shukuru Bwana kwa sababu ya kupelekana na wakati wa Bwana. Semeni amen. Ukitaka kufanikiwa katika biashara, hii jambo haiwezi tokana na kufanya maovu ili utajirike. Haleluya. Ni vizuri unapofanya biashara kumtegemea Mungu wako kwa uaminifu. Haleluya. Praise the Lord. Lazima uwe na uaminifu pale. Hebu sikiliza na usikiliza vizuri. Mimi kama ningetaka V8, pesa zile tumenunua hapa zinaweza tosha V8, na ikiwa kuna V9 zingetosha. Lakini mungekuwa chini ya hama.
na mnafukuzwa. Mwenyewe akitaka kuuza anawafukuza. Mali ya hapa inaweza nunua hiyo V8 hata ikiwa kuna V10. Lakini tunaenda na wakati wa Bwana. Haleluya. Wewe mfanyi biashara, enda na wakati wa Bwana na utaishi maisha bora. Praise the Lord. Sema amen. Ukisoma katika Mwanzo 26:12 inasema Isaac akapanda katika nchi ile, akapata mwaka ule mavuno 100. Wakati ule kulikuwa jua kali. Praise the Lord. Lakini Isaac, Mungu akambariki, na Biblia inasema kwamba akazidi kustawi hata akawa mkuu sana, akawa na mali, kondoo na ng'ombe na watumishi wengi. Hata ingalao Wafilisti walikuwa wanamsubua, hawakufaulu. Praise the Lord. Ikiwa kuna Mfilisti anakusubua kwa kazi yako, hata faulu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Amen. Unajua kuna watu ambao wanatuangalia hivi wanaona kama kukuja kwetu kanisa kama ni ujinga. Lakini sio ujinga. Kiabiria kiaoge ni gwetigera Ngai. Mwanzo wa hekima ni kumwogopa nani? Ukitaka wisdom lazima uwe na Mungu. Lakini kuna watu ambao wanaona tunahubiri tu. Hata gari zetu zinaenda zikitoka miguu kwa barabara, wanaona ya kwamba hatutafanikiwa. Sisi tunajua tuna kibali mbele za Bwana. Sema haleluya. Amen. Nilikuwa nasoma mambo ya tajiri moja, na Biblia inasema ya kwamba alikuwa mfanyabiashara. Alikuwa anaitwa Yusufu wa Arimathea. Biblia inasema ya kwamba alikuwa tajiri sana, aliyemwamini Yesu, na akatumia utajiri wake kumheshimu Bwana, na pia kusema Yesu ninaweza mchukua na nimzike kaburini. Utajiri wake alivario, akaona Yesu ni nani. Praise the Lord. Hiyo maneno iko katika kitabu cha Matthew 28:57 mpaka 60, hapo utaipata. Sema haleluya. Imagine wanaona hajazikwa, wakasema anaweza kutumia utajiri wake na kumheshimu Bwana na kumzika katika kaburi lake mwenyewe. Haleluya. Sijui ni wangapi ambao wanaweza tumia utajiri wao kuzika mtu. Hawaseme hata huyu si wa huku lakini atazikwa hapa. Lakini mfanyabiashara huu aliangalia value ya Yesu. Kaona huyu akizikwa kwangu huyu, mambo yako yanaweza badilika. Sema haleluya. Praise the Lord. Na wale ambao tunafanya biashara, ni vizuri tujifunze na Biblia. Biblia inaongea kuhusu Petro na Yakobo na Yohana. In the book of Luke 5:1 kuendelea mpaka 11. Na kwa sababu sitasoma tutataja. Hawa walikuwa wavuvi wa samaki, waliomtegemea Yesu. Yesu aliwajaza, alifanya wajaze nyavu zao na samaki wengi. Walitambua ya kuwa Yesu anaweza akainua biashara zao. Sema haleluya. Imagine hawa ni watu ambao tayari walikuwa wamelala, hawajapata kitu, lakini wakati Yesu alifika walipata. Walijaribu kujitoa, wakashindwa. Netisi ya wiki ajayo utarokaga. Praise the Lord. Ni kumaanisha nini? Unaweza ukalala, unaweza ukaishi bila biashara yako kufanikiwa.
Lakini wakati Yesu atawasili, afike pale kwa kazi, wataulizana, kumbe huyu ameanza kuinamia sanamu. Kwa sababu watu wataanza kupanga laini pale. Ni kwa sababu unafanya kazi yako na Yesu. Wachana na hii baba mnaambiwa mweke kwa jegeke, ati weke hapa, weke hapa. Hiyo hakuna kitu inaweza leta. Praise the Lord. Sema hallelujah. Hata kuna by the way, hata kuna wachungaji wanafanya ibada zao na vitu kwa jegeke. Hiyo ni kitu ambayo hamjui. Na mnastahili kujua. Kuna watu wanafanya miujiza na uchawi. Wanapofanya hivi, mnafanya vile anafanya, sababu ya vile vitu ameweka huko. Hallelujah. Miujiza ambao tutafanya na Yesu peke yake, kwa sababu Yesu atutosha. Praise the Lord. Hallelujah. Onagarie geremerera nigugakia bura ethie. Sema hallelujah. Hata kazi biashara ikisimama, siku moja negathika kuremerera. Akina Petro, Yohana na Yakobo walipoenda kutega samaki, baridi yote ya usiku hawakupata kitu. Lakini Yesu wakati alifika, biashara ikawa nono. Sema hallelujah. Praise the Lord. Na ni vizuri kuwa na imani kama Daniel. Biblia inatufunza mambo ya Daniel. Daniel alikuwa anaamini Mungu. Na unajua ya kwamba katika nchi ile walikuwa wameweka sahihi ya kwamba sheria kusionekane mtu ambaye anaenda kuomba. But Daniel, unajua alikuwa naomba akielekeza mikono yake kwa ufalme. Hallelujah. Praise the Lord. Ikawa Daniel alikuwa kiongozi serikalini, alihusika katika usimamizi wa uchumi wa Babeli. Mungu alimpa hekima na maarifa yaliyomfanya kuwa bora kuliko wengine wote katika uongozi wa biashara ya kifalme. Ni wazi kodo kage na peba. Praise the Lord. Wakati aliulizwa ni akina nani unaweza fanya kazi nao, alisema nataka vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego. Praise the Lord. Kama Shadrach, Meshach na Abednego kama walikuwa wabaya, Danieli hangewakubalisha wafanye kazi na yeye. Na ni vizuri unapofanya kazi usifanye kazi ya ukora, sababu yule ambaye mnakaa na yeye ukifanya kazi ya ukora, hawezi kuita mahali sababu anajua una ukora. Hallelujah. Kwa hivyo kukitanwa, hebu uliza huyo mama, na wewe unaweza niita? Kusema ukweli. Tukumwagilia mafuta yake bishop. Alafu akiongea anafanya hivi. Ni ile roho ya kustua. Sasa anastua Jode. Na kuitoleke kuyo. So, alafu utafute ile kondoo mzuri ambaye ina mafuta. Ya nini? Nikamuuliza nini? Siku hiyo tutahitaji kondoo. Hatutahitaji pesa. Sasa ndipo nilimwambia, ikiwa unataka kumwagilia hii kichwa mafuta, lazima uwe baba yangu wa kiroho. Lazima niwe na kujua. Lazima niwe na kujua. Na ikiwa sikujui, nitafute watu 4 5 ambao wanakufahamu vizuri. Praise the Lord. Sasa nikamwambia itachukua muda. Unajua watu wale ambao hawataki kuchukua muda wao unakuwa mchache.
Hata ukimwambia hii kitu naona kama itafanyika after 7 years ama 5 years, anaogopa, anaona gothiete gutegana ni haga ni homa. Praise the Lord. Unapofanya biashara, kuna watu kama hawa wanakuja wabariki biashara, waambie mimi napelekana na Mungu wangu na nitafaulu kwa Bwana, kwa sababu ihinda rĩake nĩ rĩega, wakati wa Mungu ndio mzuri sana. Sema haleluya, amen. Wa mama abia huyo wengine, wewe mama kaa kama Redia, wewe mzee kaa kama Petro na Yohana. Haleluya, kaa kama Danieli. Hey, praise the Lord, praise the Lord. Sema haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 39 verse 2, utaona vile Bwana alikuwa na Yusufu, na bila sema ya kwamba alifanikiwa hata katika nyumba ya mkuu wa Misri, na Bwana alikuwa naye, alifanikisha mambo yake aliyofanya kwa mkono wake. Sema haleluya. Alifanikiwa Yusufu kwa sababu ya uaminifu wake, kwa sababu alikuwa mtu mwaminifu na wa ukweli. Sijui kama hapa kunaweza patikana Yusufu. Uliza huyo mwingine, anaweza kuwa Yusufu wa Redia. Wewe unaweza kuwa Yusufu. Muulize, unaweza kuwa Yusufu kama Redia, mama Redia. Praise the Lord. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 10:22, baraka ya Mungu utajirisha. Baraka ya Mungu utajirisha. Nayo baraka ya mtu inaweza ikatajirisha alafu iondoe ile utajiri, lakini ya Mungu ni ya milele. Na ya Mungu haiwezi akachanganya na huzuni. Ya mtu anaweza akachanganya na huzuni. Ni mbaya wake dholi yako, hata ikiwa ni ya ile mama boga. Praise the Lord. So, si mama boga, mama Jerry. Zamani kulikuwa na mama Jerry, alikuwa anaongea kwa KBC, na Kiswahili yake ilikuwa kama hii yangu, lakini alikuwa anapendwa sana. Watu wote mpaka wazee wazee kabisa walikuwa wanachukua radio, wacha nisikie Kiswahili ya mama Jerry. Praise the Lord. Kwa yeyote ambaye anafanya kazi yake, abia wewe mwingine, karibisha Yesu, mfanye kazi na yeye. Hapa inaweza kuwa gumu kwa wengine, sababu unapokaribisha Yesu atakuitisha 10%. Unapokaribisha Yesu lazima first fruit umpatie. Haleluya. Unapomkaribisha Yesu, hata firstborn utampatia awe kanisani. Amen. Unapomkaribisha Yesu, lazima every year kuna kitu napeleka kanisani. Lakini wengi wetu, kusema ukweli, wengi wetu walikataa kuingiza ukweli pale, na Yesu ndiye mwenye ukweli. Na unapomkaribisha Bwana, in the book of Deuteronomy 8:18, Kumbukumbu la Torati inasema ya kwamba, lakini utamkumbuka Bwana wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapia baba zako, kama ilivyo leo. Mungu ndiye chanzo cha utajiri. Haleluya. Na kwa hivyo kama unataka kuwa tajiri, mtegemee yeye. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Jenga Karume. Hakuzaliwa akiwa tajiri. Alianza kuuza makaa,
Lakini saa hii watoto wanaishi katika, inaitwaje, katika uko kotini, wakitaka kugawanya kazi ambayo Jenga alifanya na pesa zake, na sio wao walilima pesa zile. Hata mnakumbuka kuna shamba iko hapa juu, mnaambiwa mulipe hapa juu, hapa Jiro. Yule alitafuta kwa bidii sana, ako kaburini sasa. Lakini nakuta ya kwamba ile aliacha, watoto wanaanza kama vita hivi. Ni yetu, ni yangu, sijui ni ya nani, ni ya nani, ni ya nani. Na ndio maana mzee anastahili kugawaia watoto wake mali yake ikiwa na mali. Na hao wangu ni zaidi, ni mimi nawaambiaga mtafute yenu. Wazazi wetu hederea tu wale moshi. Siku moja niliuliza, sasa hii shamba yetu vile iko dogo sasa namna gani hii? Nikaambiwa ni gajo, sijui iliitwaje la Kiswahili. Hapa ni mahali ya kulelea, kujilelea tu. Kwa hivyo hii si saba ya atekukatana katana, hapana. Praise the Lord. So ni vizuri unaambia ili wasiuze mpaka kaburi za baba yako pale. Ni vizuri kuambia watoto wako hivyo, sababu shamba inaweza kuwa na bei sana, na muone afadhali tufanye, na maybe kulikuwa kumesemwa hivyo. Ikiondokea Kirumi na Megabo. Hiyo ndio vitu ambazo unakuta ya kwamba sauti hii inaanza kuwafuata, kwa sababu mliuza shamba na ilikuwa igajo, ilikuwa mahali, ilikuwa imetengenezwa ili mujilelee pale, mpanuke mwende, si mkae pale. Na sana sana first bonds ndio wanakataliaga huko, na last bonds, sababu last bonds wanafikiria kwamba mimi ninapo hawa wengine wanapoenda, mimi ndiye nitabaki na nyumba ya baba. Kwa hivyo hata wengi hawajengi, lakini sio wote. Haleluya. Sio first born na last born wote, lakini kuna wale ambao wanasema mimi siwezi toka hapa. Na hapo ndipo unakuta first born wengi ndio wanatufungulia magari ziingie. Wao kazi yao ni kupeleka hurubaro, lakini sio wote. First born anastahili kutoka kanisani, kutoka utotoni, awe ndio kiongozi wa kupeleka wale wengine kanisani. Haleluya. First born anastahili yeye ndiye wa kwanza kuonyesha wale wengine, mnaweza nunua shamba nje ya hapa. First born ndiye anastahili kuonyesha wale wengine tunaweza endesha hata gari ikiwa hakuwa na gari. Na hii ni vizuri kuelewa. Na sana sana last born nyinyi mnakatalia pale. Unauliza mama atakufa lini ili akuachie nyumba, wewe Jenga yako achana ya mama. Na ndio maana unakuta last born wengi wanakufa mapema, ni kwa sababu fikira zao ni kuchukua ile kanyumba ya mamake. Wanauliza mamu wako alijoeka nyumba, hata ikiwa na plot anaangalia ile plot. Haleluya. Hawa watu wote tumesoma mambo yao, akina Redia, akina Petro, akina Yusufu. Hakuna mahali tumesoma mambo ya ati walitegemea mali ya baba zao. Ni wao waliinuliwa. Na ndio maana utakuta kama mtu kama Isaac aliinuliwa mpaka ikafika kiwango wale watu wakasikia wivu wa falme kwa sababu ya mali yake. Ameinuliwa sana. Praise the Lord. Tero shioge, wacha kutegemea zitu ya baba yako, tafuta yako. Utidao kulia ya taito wa shareti na kuthitaka geku etoka itaka ekure twendie mugondo uyu giaki. Praise the Lord. Ikiwa kuna laana kwa ile plot, unaweza thitaka geku na wewe ukufe. Sababu kuna maneno ambayo inaneno na wazazi.
Mzazi alikusomesha kwa kazi ya biashara kidogo kidogo na hakuuza ile 7. Wewe ni nani ukuje ushe ile 7? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hivyo Yakobo alimtegemea Bwana kwa kazi yake ya ufugaji. In the book of katika kitabu cha Mwanzo 30:7. Alipokuwa kihudumu katika Laban, Mungu alimpa hekima ya namna ya kuongeza mifugo yake na akawa tajiri sana. Abia mimi mwingine, ongeza mifugo utakuwa tajiri. Ongeza biashara uwe tajiri. Haleluya. Jaribu hapa na pale. Oredo amwe marathena muno no guo maratoga muno na inywe mutiri ya guthina inywe muri ya gutoga. Haleluya. Hapa mambo inaongea mambo ya mpaka kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Boaz. Katika kitabu cha Ruth 2:1 inasema Boaz alikuwa mfanyabiashara tajiri aliyemcha Mungu. Alionyesha uadilifu kwa Ruthu na familia yake, na Mungu akambariki kwa kuwa sehemu ya ukoo, alikuwa sehemu ya ukoo wa Yesu Kristo. Sema amen. Mwingine ni Solomon. Katika Wafalme wa kwanza 10:23. Solomon alikuwa mfalme mwenye hekima na mfanyabiashara aliyebarikiwa sana. Alipokea utajiri mkubwa kupitia biashara ya kimataifa. Hasa kupitia meli na mazao ya nchi yake. Mungu alimbariki kwa sababu alimtaguliza katika maisha yake mwanzoni mwa utawala wake. Na hapa ndipo aliomba wisdom. Praise the Lord. Amen. Mkaribishe Yesu, mkaribishe Mungu kwa kila jambo. Sema haleluya. Amen. Praise the Lord. Na ni vizuri kuwa wenye hekima. Amen. Yeah. Tikwega athereria ukiganaga nguo eo wehubete tidire hange mweganira ni ndu wa nguo ici njikirite nguo ituikaga ndangari yakura. Haleluya. Oro kunyihana mambo ya kunyenyekea mpendwa inafanya vinasema ya kwamba kwa kunyenyekea na kumtii Bwana kunaleta utajiri. Semeni haleluya. So Solomon alikuwa mfalme mwenye hekima na mwenye biashara ambaye alibarikiwa. Praise the Lord. Nehemiah 2:4. Nehemiah, Biblia inasema ya kwamba Nehemiah alikuwa msimamizi wa mfanyabiashara aliyeomba msaada kwa Bwana kabla ya kuomba ruhusa kwa mfalme kujenga upya Yerusalemu. Mungu alimwezesha kupata neema mbele ya ufalme na rasilimali za kujenga upya mji wa Yerusalemu, mji wa Mungu. Praise the Lord. Huyu ni mtu mmoja ambaye unajua Yerusalemu tayari ilikuwa imeangushwa, lakini aliijenga kwa kuamini Mungu. Hata anapoenda kwa mfalme anamwambia nataka kujenga hii Yerusalemu tena, mfalme anamwambia enda ujenge. Haleluya. Kuna watu wabifu ambao walikuwa wanajaribu kukatisha hii Yerusalemu kujengwa, lakini alijenga na akamaliza kwa sababu ya nguvu za Mungu. Abia mwingine, hata matatizo ikiwa mengi, kazi yangu nitajenga tu. Hata shida zikiwa na jua ikiwa, waacha nikwambie utajenga tu. Nika na meda kwa kameshia, mwambie utajenga tu. Utajenga nini? Hata hii kanisa tutajenga tu. Praise the Lord. Hata rohoni tutajengwa tu na Yesu. Haleluya. Wewe mfanyi biashara,
wewe mfanyi biashara. Ambia huyo mwingine, wewe mfanyi biashara. Mwambie tena. Haleluya. Biashara yako Mungu ataijenga tu. Utajengwa tu. Sema tena, utajengwa tu. Na utafaulu kwa Bwana. Haleluya. Sema yes. Sema haleluya. Ninapomalizia, tumesoma maneno haya yote ya wafanyabiashara. Lakini yako je? Uliza huyo mwingine, yako je? Haleluya. Ambia huyo mwingine, nayo biashara yako ibarikiwe na Mungu na inuliwe na Mungu. Na kwa sababu ya kumhusisha Mungu kwa maisha yako, naye Roho wa Bwana atatawala pale. Roho wa Bwana atatawala pale kwa kazi ambayo unafanya kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ataonekana kwa kazi ambayo unafanya kwa jina la Yesu Kristo. Amini Yesu kwa hiyo biashara. Wetu biashara totale haraga. Ando malegera tu haraga tutirara. Manani arogosho. Ni tondu Gayeho ya kudeko hara. Taro shogeni ndihara. Ndihara thieko. Ndihara. Na niye ndiratongera kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo wewe biashara yako haiishi. Hata washikana mikono haiishi. Hata wafanya sarakasi. Rakaide morie. Neiga na mehaha mari makora. Hao jaheko heketwo ati. Nimramita. Nimragushaerio. Nega na mane makora uguo. Oya imoko. Hau neho kiambiriria gya kugutonga. Tondu thune imenyete handu hau hena kindu. Praise the Lord. Hallelujah. Ona mekate. Hallelujah. Hedra heketwo ati hajari murango-ini uyu dirisha-ini ri. Nidamweheire uhoro ucio wakati kulikuwa kumefanywa hivyo hapo nje. Niliwapatia hiyo story. Niliomba yule alifanya hivyo. Arware uhere. Arware muhare. Na kutoka siku hiyo sijaiona jambo kama hilo. Hapa nyuma walifanya hivyo. Mkachukua mlango pale na pale walifanya hivyo. Hiyo ni njia moja ya kuonyesha umeanza kufaulu. Na kwa hivyo lazima adui akuje apande magugu pale. Haleluya. Lakini hata akipanda magugu usiku, gano no yakorire. Praise the Lord. Hiyo ni njia moja ya kuonyesha ya kwamba adui wameanza kukuogopa. Praise the Lord. Ukiona kuna jambo limefanyika hapo nje, kuna watu wameanza kumwaga vitu, na wengine wana misalaba wakienda huko na maguo ingine. Niliona huko kuna watu wanapita hawagai na watu na misalaba mingi sana wakifanya hivyo. Hiyo ni urogi ya kiroho. Haleluya. Mkiona hawa watu wengine wanakuwa wametumwa na ni wachungaji ambao wanataka kufaulu kwa hiyo maroho. Lakini sisi tuwafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Watu ambao wanakuja wakiroga na misalaba. Wacha nikwambie, si kwa sababu yuna mtu na msalaba ati nikubariki na bariki tu. Wengine wanatumia uganga na hiyo barabara. Na kule marethie magekira haha maragone ngari makue mathiko. Praise the Lord. Kuna waganga ambao watakuja kufanya hiyo tabia mahali pale. Magotho na higaru metaigore magothe. Praise the Lord. Nomwe hagai vitu eonithanie. Lazima Mungu wetu aonekane. Tukitoro hoya kana kihoya ati ngoma nacio igutorie itiga gutoria. Abia anga
Haleluya. Uambie anga mimi ni wa Yesu. Na Mungu wa Elia ajulikane kila mahali mshirika wa Aba anaishi. Na Mungu wa Elia ajulikane mahali washirika wa Aba wanafanyia kazi. Na Mungu wetu akajulikane kila mahali tunapofanya biashara. In the name of Jesus. Haleluya. Mwadhani ya roho shuo. Hata usilale bila usikizi kwa sababu kulifanywa namna hiyo hapo nje. Usilale bila usikizi, wenda ulale. Mungu wako atakupigania. Ni kwa sababu Mungu wa Elia yu hai na atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Na Mungu wetu ni yule anaitangwa mtakatifu wa takatifu. Unajua kuna watu wanainamia miungu ambayo ni chafu. Wetu ni mtakatifu wa takatifu, ainuliwe sana. Na Mungu wa wale watakatifu anapofanya kazi kwako, utafaulu kwa kila jambo. Ni kwa sababu mtakatifu wa takatifu ndiye atakupigania vita zote. In Jesus name. Sema haleluya. Na ndio maana mimi nataka sasa kuwa mchungaji ya watu wote. Si mchungaji wa Kikuyu naongea Kikuyu all the time, hapana. Nitakuwa mchungaji wa watu wote. Na watu wote watajua Mungu wa Elia yu hai. Sema haleluya. Praise the Lord. Na ndio maana mara nyingi najaribu kujifunza hii Kiswahili yangu ya Mama Jerry. Na Mungu asabariki ulimi wangu, nikaweze kufaulu kuongea hii Kiswahili na ile Kisungu. Haleluya. Imagine naishi Jeremy alikuja hapa. Na hiyo ni kitu sijawaambia. Jeremy alikuja hapa akanihoji. Alafu akaniita holiday. Tukaenda holiday na waibaji wengine na huku. Mkaa itaenda igira 5 star. Mkaa 5 star. Ilioshuma girigere dhani. Soda yuma magana mana. Baadaye wale walikuwa wamekuja wa Amerika 300. Wakasema tunataka huyu Alexander Jordan akuje Amerika. Sasa Jeremy radigithiria thimu. Ulipata passport, ulienda interview. Mpaka alinibidi renew my passport. Nilikuwa nayo ikaisha 2019. Hallelujah. So jia ifuguke ama ikatae kufuguka, mimi naendelea na injili. Na nitaendelea kuhubiri injili hii ikiwa Mungu anataka nihubiri hapa, hata ikiwa anataka nihubiri ng'ambo na rudi. Mimi siwezi fanya ile kazi nafanywa na huko. Niende huko wiki moja, wiki mbili nirudi hapa. Amen. Kamoja kuna radhi. Mmoja kuna radhi. Hallelujah. Hata nikienda ni wiki moja. Hata ikiwa sio sasa, kuna wakati taenda. Praise the Lord. Lakini mwambie anytime. Anaweza lakini 1 week 2 weeks. Floria wehe hona ni dikara ko ndoko heho. Hallelujah. Ona kina gofu igethiko hujia. Demera cia kinya thaa 10 mureke huroke. Ndienda ta Flori weke. Well. Praise the Lord. Siku moja mimi nilikuwa nimeenda kuhubiri. Nikiwa nimeitwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa mchungaji mmoja, alikuwa kwa radio sana zamani. Nikaenda tukahubiri sana Kinangop. Nikihubiri huko nilimaliza kitu 1 week huko. Siku hatukuwa tunakula na kuna baridi sana huko. Inamwagika hivi, ikifika saa 9 watu wote wanataka kukaa karibu na nini? Na moto pale. Nikiwa pale kutoka huko nilikuja nikagojeka pneumonia. Alafu nikapata allergy. Sababu Yuda alitualika atupatie chakula.
So ndio maana nilisema mahali kuna baridi siwezi kaa. Iliniharibu nikiwa mdogo. Haleluya. Lakini nikienda mahali mimi naweza hata shona ile nguo ya blanketi. Watu wanaona kama mimi ni wazimu pale. Sababu sitakagi mambo ya baridi. Sababu najua vile ilinifanya. Lakini Mungu atatulinda, atatuongoza. Sema haleluya. Praise the Lord. Hata nyinyi njia zenu ikiwa kuna mtu anataka kwenda ng'ambo ataenda. Nyinyi mnajua baridi weke deni, mnajua vile mtakaa. Haleluya. So mfaulu kwa kila jambo. Mfaulu kwa biashara. Mfaulu katika nyumba zenu. Mfaulu kwa mijengo. Mfaulu kwa mambo mema kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa hawa wameandikwa kwa Biblia walifaulu kutuonyesha hata sisi tunaweza tukafaulu kwa kila jambo. Sema haleluya. Abia huyo mwingine, mimi ni mmoja ya wale ambao wanafaulu. Tero cionge nie ndirathi kora ngata. Tathikiriria rĩngĩ, nie ndirathi kora ngata na thĩna ũyũ. No mwaka hingie kĩono. Sema mimi sikufi. Mimi sikufi. Mimi nitaishi. Nione wema wa Bwana. Abia mwingine, mimi sikufi. Tena sikufi. Mimi nitaishi. Nione wema wa Bwana. Yo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Unapotoka hapa hata utaenda ukiimba hivyo, mimi sikufi. Hebu turudie, mimi sikufi. Mimi sikufi. Mimi nitaishi. Nione wema wa Bwana. Na sitazikwa na ngata. Yo. Haleluya. Patia Yesu makofi mazuri. Sababu wewe ni wa kuishi. Haleluya. Mungu awapatie wingi wa miaka. Na si miaka ya taabu, miaka ya baraka. In Jesus name. Patia Yesu sadaka na shangwe na vigelegele. Sababu wewe utaishi kwa mkono wa Bwana. Sema ye. Sema Sema haleluya. Atukuzwe mtakatifu wa takatifu. Inua mikono yako uambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante kwa sababu ya neno lako takatifu. Mwambie wewe utaishi. Kazi yako itaishi. Mungu atakubariki. Mwambie Bwana nataka wingi wa afya. In Jesus name. Nataka kuona mkono wako Bwana. Nataka Bwana ukaniongoze na ukanilinde. Sababu ya uaminifu wako Bwana. Ninakushukuru sababu wewe ni Bwana. Uinuliwe, utukuzwe sababu wewe ni mwaminifu. Asante Bwana kwa sababu ya kazi yako. Asante Bwana kwa sababu ya uaminifu wako. Ninalitukuza jina lako takatifu. Asante Bwana kwa sababu ya nafasi ya injili. Bwana umenenea wafanyi biashara wakafaulu kwa kila jambo. In the name of Jesus. Kuna mama pale umefungulia mlango. Kuna mzee pale njia zake zinafunguka. In the name of Jesus. Na hakuna mtu wa kufunga mlango ambao Mungu umefungua. Kuna kijana ambaye ako pale amaliza shule. Mungu kamkumbuke Jehova. Wakati huu ni kwa sababu siku yake ya kufunguliwa mlango imefika. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu ambaye anabariki. Ninakuinua sababu ya uaminifu wako. Magonjwa ambayo inasumbua watu. Magonjwa ambayo inasumbua wamama. Pressure na mambo ingine inasumbua watu. Kukosa usingizi. Leo tumeiambia ya kwamba itoke pale na iende kabisa. Ondoka kwa huyo mama na mzee. Ondoka kwa huyo kijana. Sasa hawa watoto wa Mungu wapate nafuu sasa. In the name of Jesus. Mfalme mtakatifu, tunakumbuka huyo mwalimu alikuwa mgonjwa
Asante kwa sababu tutaimba wimbo wa uponyaji. In the name of Jesus. Tunaombea huyo mtoto ambaye ni mgonjwa. In the name of Jesus. Akapate nafuu. In Jesus name. Tumeombea jamii hizo ambazo hata hawakuongea lakini wanapitia hali ngumu. Oh, Mungu mtakatifu wakubuke na uwaponye. Huyo kazi yake imegonjeka. Una nguvu ya kuponya hiyo kazi kwa jina la Yesu Kristo, na ili ilete faida in the name of Jesus. Gotire hinya wo chawi kanoganga ukaruta wera thini wa miturire-ini ya andu aya, no hinya wa Kristo ne moiganu kumatoria, na riu muthamaki umamenyagirire no marathimage. Ninaomba Bwana Jehova walinde na waongoze waendelee kufaulu kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Tuseme amen. Yesu anaweza pata makofi. Atukuzwe mtakatifu wa takatifu. Amina. So nataka ikiwa uko hapa ungetaka kuokoka ukasimame tukakuombea wokovu. Wewe uko pale hujaokoka umpokee Yesu. Unaweza ukasimama na miguu yako ukampokea Yesu. Kunaye damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha twendene na damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu zakame ya Yesu, zakame ya Yesu, oh, zakame ya Yesu, ikiwa kunaye nyumbani arudie nyuma yangu, sema Bwana Yesu, kutoka leo nimeokoka. Yesu wangu wa milele, asante kwa sababu ya kuniosha kwa damu yako. Sasa nimewekwa huru kabisa. Nitaurithi ufalme kwa sababu nimeokoka. Sote tuseme amen. Praise the Lord. Sababu ya kumalizia ibada nikubalishe nikuombee ulikuwa mahali pale, yeyote ambaye ana mahitaji. Naambia wewe kutoka sasa ikifika saa 4 usiku ukiwa na hitaji utakuwa unatuma prayer request kwa namba zetu za simu. Ukiona sijataja jina lako, kesho tuma ingine. Praise the Lord. Ukiona sijataja naweza taja kesho. Sawa? So make sure ukiwa na hitaji unanitumia kwa ile namba yetu
ile ya 08 ama 21. Praise the Lord. So ikiwa kuna mtu ako pale ambaye ako pale anataka tuombe naye, chukua hatua ya imani na Mungu ainue imani yako. Uinue mkono tu na uamini. Ikiwa unahitaji, ikiwa una mahitaji, kwa imani kubwa muinue Mungu wako na mikono yako, sababu unategemea Mungu, unategemea nguvu za Bwana, unategemea Yesu kwa mambo yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme mtakatifu, ninakushukuru. Wewe ni Mungu uliyetuumba, ukaumba mbingu na dunia hii. Mfalme mwema, ninaomba kwa imani kubwa, kuna mikono ambayo watu wameinua, na kama vile Musa aliinua mikono, na napoinua mkono wake hivi, Waisraeli wote walikuwa wanashinda vita vyote, kwa sababu ushindi ulikuwa upande wao. Jehova, ninainua mkono wangu na kuelekeza kwa mikono ya wale ambao wanaamini na wale ambao wana mahitaji. Mfalme mtakatifu, ni asante kwa sababu Jehova, ninaona mkono wako ukitembea kwao. In the name of Jesus, kuna mkono uko juu yako pale. Kuna nguvu ambazo zinatembea pale. Kuna Mungu ambaye anatembea pale. Kuna kazi inafanyika pale. In the name of Jesus. Hamuko peke yenu. Ni kwa sababu Yesu yuko mahali pale. Ni kwa sababu Mungu yuko mahali pale. Anawashughulikia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Na kama vile Yesu wakati wa kubatizwa, Roho wa Bwana alikuja akakalia mabega yake, hivyo ndivyo kuna kazi inafanyika kwenu. In the name of Jesus, kuna kazi inafanyika. In the name of Jesus, kuna watu wanainuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao njia zao zinafunguka. Kuna watu ambao magonjwa yao inatolewa na watapata nguvu mpya. Kuna watu ambao walikuwa na pressure, hiyo pressure yote iko chini. Oh, in the name of Jesus, tunainua Yesu wetu. Kuna watu ambao wamejaribu mambo mengi, lakini kutoka sasa yote yawezekana kwa Yesu. Yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kazini. Yote yawezekana nyumbani. Yote yawezekana kanisani. Yote yawezekana kwetu. Yote yawezekana barabarani. Maundu maria mothe mare magadu Ngai witũ nĩ wahota ũmũthĩ. Maũndũ macio nĩ mahotekeka. Nĩ kũrĩ ũndũ wekeka. Kwĩ mĩthingi ĩragwa mĩũru. Kwena mũthingi rĩu tũrakwo thĩinĩ waguo wa Kristo Yesu. Ufalme wa Bwana utaendelea kutawala kwenu. Hallelujah. In the name of Jesus. Nasikia uwepo wa Bwana mahali pale. Hallelujah. Inua mkono wako kabisa. Yesu, asante. Wakati tulifika hapa, malaika wamejaa mahali pale. Kama vile Isaya aliona malaika wakipanda wakishuka, sasa naona malaika wamejaa pale. Na nyinyi malaika mnapopanda pale, najua ya kwamba kila mtu mtamletea chochote anahitaji kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. In Jesus name. Kuna kazi inafanyika pale. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sisi tunaamini Mungu, Mungu wa mbinguni aliye juu sana, mtakatifu wa takatifu. Hatuamini miungu, tunaamini Mungu mtakatifu. Mungu mtakatifu, fanyia hawa watu ibada zao, chochote wanahitaji. Hallelujah. Wapate.
kwa jina la Yesu Kristo. Wapate kwa jina la Yesu Kristo. Wapate in Jesus holy name. Sema nimepokea. Sema mara ya pili nimepokea. Sema mara ya tatu nimepokea. Sema amen. Shangilia Yesu. Kuna kazi imefanyika. Ambia kuna kazi imefanyika. Haleluya. Unajua kila siku kuna Yesu anatufanyia kazi. Kila Sunday tunapokuja kwa maombi kuna kazi inafanyika pale. Kila Monday, Tuesday, kila siku kuna kazi inafanyika pale. Praise the Lord. Abia huyo mwingine kubali kufanyiwa kazi. Na kwa sababu ukikataa kufanyiwa kazi na Mungu, ukikataa Mungu afanye kazi, kuna mwingine atatake over na simtaki afanye kazi kwako. Praise the Lord. Kwa hivyo tunataka Yesu afanye kazi peke yake na nguvu za Roho wa Mungu wetu. Haleluya. Kwa hivyo muendelee kufanyiwa kazi na Mungu. Bwana atukuze sana. Awabariki sana. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. 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 Uliza huyo mwingine, umesomaje leo? Umesomaje leo? Tunapopewa bahasha umuulize maswali haya. Umesomaje leo? Amen. Yes. Nataka tupate nafasi nyingine ya matoleo. Nataka tuwe na wakati wa matoleo in the name of Jesus. Na thank you muno. Mnapopewa bahasha, ningetaka kuwashukuru wote ambao mlihudhuria ibada ya Sunday na wale wamehudhuria leo, hata wale wengine ni wetu ambao watahudhuria Sunday ambazo zinakuja. Hiyo ibada ni yetu wote. Na ugikaga shiringi kwena igongona ndukanatire kwanyu. Mwathani arogocwo. Ugikaga kindu ndukanatire kwanyu. Ugithi kwanyu ona utari na kindu muhuko maitugu dai kuigataga thoguo. Mwathani arogocwo. Koguo nduri hindi ugigatwo ni kwaga. Na aria mamenagira mundu kwaga ni akegu. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo hata ukikosa kitu ya kuja nayo, usikose kuja katika ibada ambayo Mungu ameitana. Praise the Lord. Sababu hii si service ya Alexander Jode. Ama mmesikia nikisema nimefanya? Hapana, ni Mungu anafanya. Haleluya. Hii ni ibada ambayo tunaitwa na Mungu. Na siku yeyote ambayo inaitwa siku ya Sabato inakuwaga sikukuu. Na ndio maana siku ya sikukuu ndio unavaa nguo mzuri na smart. Na ndio maana uko smart. Haleluya. Na ndio maana inaitwa siku kuu. Haleluya. Every Sunday inakuanga siku kuu. Na siku kuu inapoitanwa na mwenyewe, usahili kuwa nje ya siku kuu. Unastahili kuwa pale kwa jamii yenu na familia yenu ya amba. Mwaikula siku kuu pamoja. Hata ikikuwa ni siku kuu ya matoleo, uko pale. Kwa hivyo thank you very much kwa wale wote ambao mlihudhuria ibada hiyo, na wale wamehudhuria leo, na wale wengine waambiwe watahudhuria Sunday. Wasijali. Ni wa nyumba hii. Na tutikimena mundu wa guko nekwaga. Alani arogocwo. Ukisiana ciana imwe itoge, uzae watoto wapate mali, wengine wakose, huwezi watupa sababu wamekosa. Wote ni watoto wa nyumba hii. Haleluya. Naye mtoto wa nyumba hii utuonyeshe wewe ni wa nyumba hii. Haleluya. Ili ukae kwa nyumba yenu. Praise the Lord. Baba mwingine hawezi kuwa baba. Baba yangu ni Gasheshe. Praise the Lord. Baba yangu wa mbinguni ni Mungu. Kanisa yangu ni Amba. Praise the Lord. Hata zikijengwa za vioo, mimi najua hii ambayo najua mahali imetoka. Praise the Lord. So ni vizuri wote ni washukuru na niseme asante sana. Tutatoa sadaka zetu, na kwa sababu ya muda mkubali tufanye service hiyo ikiwa moja tu. Tufanye ibada moja. Yule ambaye ana sadaka ataileta, hataweka bahasha. Yule ana tithe anaweza kutumia bahasha. Haya, nirudie tena. Yule ana tithe anaweza kaweka bahasha. Yule ana sadaka anaweza kuweka kwa mkono.
na nĩtũkanagia andũ gũkũnja mbeca kũnjũra tena ũcio kũnjũra wathani arogocwo ona he mũndũ ranjĩrire ũkĩhe maitũguo mbeca kũnjũraga tondũ ũngĩmĩkũnja mũno maitũguo nĩekuona wĩra mũingĩ mũno wa kũruta kũnjũra mbeca ĩyo andũ gakũnje rĩngĩ bengi nĩ ũkũnjaga kawagĩtĩa bengi ũkĩra Ngai mwathani arogocwo tia kũmaka igana atĩa Ngai nĩoĩ ũrĩa kũrĩa umire na nĩoĩ mũigana waku koguo rehe. Kwa hivyo leta sadaka hiyo, tutashukuru Mungu kwa sababu ya ibada hiyo ya matoleo. Make sure tuanze hapa ili mkimaliza mpande juu mtupatie wimbo moja, praise and worship. Tukimaliza hapo tuende kwa roho ya kwanza tupatie sadaka na tithe. Tukimaliza hapo tuende kwa roho ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, tumalize na watoto wetu. God bless you. Nigwenda murehe sadaka cianyu na ihenya na tithe. Tuikenda ihenya nigetha turikie. God bless you. May the Lord bless you. Tunapo peana sadaka zetu, asante, karibuni sana. Thank you very much for your offering. Mungu abariki kazi ya mikono yenu. Mungu abariki kazi yenu, kazi zenu zote. Thank you very much. Thank you very much. May the Lord bless you. Karibuni sana. Thank you. Roho ya pili mnaweza anza kuja. Roho ya pili. Hakuna usiloweza, hakuna usiloweza, hakuna Thank you very much. Ikiwa kuna watoto ambao hawajaleta sadaka yao, msiende kula peremende, leteni sadaka zenu. God bless you all. Yule ambaye amebaki na kitu anaweza akaleta hapa in Jesus name. Ikiwa hakuna,
Wacha tuwe na shukrani kwa Mungu kwa sababu ya ibada hiyo. Wacha tuombe. Mtakatifu wa takatifu, tunakushukuru kwa kutuleta katika nyumba yako. Wakati tulikuja hapa, tulianza na maombi, pia tukaanza nyimbo za sifa, tukakuabudu, tukakusifu. Tumeusikiliza neno lako takatifu, na sasa Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu watu wako hawakuja mikono mitupu, walikuja na mali, sadaka na tithe. Bwana, ukazibariki zote, na mikono yao Bwana ikapata kuinuliwa, na kazi zao pia. Watu wako Bwana ukawalinde, uwaondoe kwa waofu na hata kwa hasara, na ili wakapate faida kwako, na pia wakapate baraka na kufanikiwa. Ninakushukuru mtakatifu wa takatifu, ni kwa sababu ya wale wote ambao wamehudhuria ibada hii, na katika injili ya leo Bwana utaendelea kuwaongoza na pia kuwalinda kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, wene wonde hedi dado maigirire goko, na mwathani no wona mahoya mao na ibada yao, amukira igongona riao. Jehova, uturathime ithuothe. Wewe wajua mahali kila mtu anatoka Bwana, hata ikiwa ni single room anatoka, ama ikiwa ni ile nyumba kubwa ametoka. Wewe wajua mahali wanafanyia kazi. Bwana mtakatifu, kama vile ulibariki biashara ya Lydia katika Biblia, ukabariki biashara ya watoto wa Abraham na pia babake. Mungu wetu, endelea kubariki kazi zao. Hata ikiwa walikaa usiku mzima Petro na Yohana bila kupata kitu, Jehova wakati ulifika walifaulu. Hata hawa Bwana Jehova tuajua ya kwamba watafaulu. Yesu, unapowasili Bwana mahali pale, watauona mkono wako. Jehova Mungu, waongoze katika safari zao, waongoze wakiwa nyumbani, waongoze katika maisha yao, waondolee magonjwa na mabaya yote. Mfalme Jehova, tunawaombea afya, tunawaombea maisha bora. Tuwaombea Bwana mahali popote waendapo, Bwana mkono wako upelekane nao. Na Jehova, waondolee hata ndoto baya usiku, na Bwana wafanikiwe, kwa sababu wewe unabariki watu wako hata wakati wamelala. Mfalme mtakatifu, safari zote wanapoenda Bwana uwe nao, mkono wako upelekane nao, watoto wa mama, wazee na vijana, kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Seme amina. Amen. Kabla mtoke watu wa media, asanteni sana.